jengo jipya la kisasa la makao makuu ya mahakama Tanzania, ambalo lilikabidhiwa kwa muhimili wa mahakama na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ni hatua muhimu katika kuimarisha miundombinu ya utoaji haki nchini. Tukio hili linatufanya tutafakari historia ya uwezeshwaji wa mahakama na maendeleo yake hadi sasa. Jengo hili la kisasa linahusisha makao makuu ya mahakama ya rufani, mahakama kuu. Pia lina nafasi ya kuanzishwa kwa mahakama ya juu, yaani Supreme Court. Uzinduzi wake ni kiashiria cha maendeleo katika upatikanaji wa miundombinu bora kwa muhimili wa mahakama ili kuhakikisha utoaji wa haki kwa ufanisi zaidi. Uwezeshwaji wa mahakama umeendelea kuimarika kwa miaka mingi katika ngazi ya mahakama kuu. Majengo mapya yamejengwa katika maeneo mbalimbali nchini, pamoja na ukarabati mkubwa wa mahakama kuu Mbeya na Sumbawanga. Pia kuna uwezeshwaji wa majengo jumuishi ya mahakama, yaani Integrated Justice Centers, katika mikoa ya Dar es Salaam, Temeke na Kinondoni, Morogoro, Mwanza, Dodoma na Arusha, huku ujenzi wa majengo mengine ukiendelea katika mikoa 9 zaidi. Jengo la kwanza la mahakama kuu ya Tanganyika lilianzishwa mwaka 1921 chini ya uangalizi wa utawala wa mkoloni wa Uingereza. Kulikuwepo na mgongano kati ya jaji mkuu wa kwanza Sir William Morris Carter na gavana wa kwanza wa Tanganyika Sir Horace Byatt kuhusu ubora wa jengo hilo. Jaji mkuu Carter alihitaji jengo lenye hadhi, lakini gavana Byatt alipinga ombi hilo kwa kigezo cha ukosefu wa rasilimali. Historia inaonyesha migogoro kati ya majaji wakuu na magavana wa kikoloni kuhusu upeo wa huduma za mahakama. Wakati majaji wakuu walipigania upanuzi wa huduma za mahakama kuu kwa wananchi wote, magavana walitaka huduma hizo zibaki kwa wakoloni na miji mikuu pekee. Hatimaye, jitihada za majaji wakuu zilisaidia kupanua huduma za mahakama hadi maeneo ya ndani ya nchi. Katika miaka ya 1920, mahakama kuu ilitumia reli ya kati na reli ya Tanga ili kusogeza huduma za utoaji haki kwa wananchi waliokuwa nje ya Dar es Salaam. Majaji walisafiri katika mikoa mbalimbali kama Morogoro, Dodoma, Tabora na Kigoma kwa ajili ya kusikiliza mashauri na kuwahudumia wananchi. Mahakama kuu imekuwa na historia ndefu ya kuzingatia mbwembwe na shamra nyingi katika shughuli zake, desturi ambayo iliasisiwa na majaji wa mwanzo wa utawala wa kikoloni. Mwaka 1921 hadi mwaka 1925, Jaji Mkuu William Carter pamoja na majaji Alexander na Robert Walker waliweka msingi wa utamaduni wa mbwembwe na shamra za mahakama kuu na mahakama ya rufani. Hii ilijumuisha mavazi rasmi ya majoho yaliyoitwa kanzu nyekundu na wigi, ambayo yalitumiwa kuongeza hadhi ya mahakama. Kofia nyeusi iliashiria kutoa adhabu ya kifo. Pia iliongeza uzito wa maamuzi ya mahakama, hasa kwa waumini wa Kiislamu waliokuwa wakiinamisha vichwa kama ishara ya heshima wakati wa kutangazwa hukumu hizo. Mnamo mwaka 1920, serikali ya kikoloni ilianzisha masjala za mahakama kuu katika miji ya Tanga, Tabora na Mwanza. Hadi sasa, mahakama kuu ina masjala 20 katika mikoa mbalimbali ikiwemo Dar es Salaam, Arusha, Dodoma, Mwanza, Bukoba na Mbeya. Hii iliharakisha upatikanaji wa haki kwa wananchi katika maeneo tofauti ya nchi. Jengo la mahakama kuu Dar es Salaam lililoko Mwembeni lilizinduliwa rasmi tarehe 17 Mei mwaka 1958 na Lord Kilmoyer, aliyekuwa Lord Chancellor wa Uingereza. Uzinduzi huu ulifanyika kwa mbwembwe, ikiwemo gwaride la King's African Rifles KAR na kuhudhuriwa na majaji kutoka sehemu mbalimbali za Afrika Mashariki. Baada ya Tanganyika kupata uhuru mwaka 1961, ilianza safari ya kujenga mfumo wa mahakama huru, japo ilikosa majengo na wataalamu wa sheria wazalendo. Kwa miaka 10 ya kwanza, mahakama ilitegemea majaji na mahakimu kutoka nje ya Tanzania, haswa Nigeria. Hali hii ilianza kubadilika pole, ambapo mwaka 1971 Jaji Agustino Saidi aliteuliwa kuwa jaji mkuu wa kwanza mzawa wa Tanzania.
Baada ya uhuru, serikali ya Tanganyika iliamua kuondoa mfumo wa utoaji haki wa kibaguzi. Chief Abdallah Saidi Fundikira, aliyekuwa waziri wa sheria mwaka 1962, alihamasisha kuondolewa kwa mfumo wa mahakama za kikoloni uliowatenganisha Waafrika na wasio wa Afrika, huku akizindua mpango wa kutoa mafunzo kwa mahakimu wa ndani katika chuo cha Mzumbe. Baada ya uhuru, kuanzishwa kwa wilaya na mikoa mipya hakukuambatana moja kwa moja na ujenzi wa miundombinu ya mahakama. Hali hii ilisababisha mahitaji makubwa ya majengo ya mahakama katika maeneo mapya ya utawala. Hadi Novemba mwaka 2022, Mahakama ya Tanzania ilizindua majengo 18 ya kisasa kwa mahakama za wilaya mbalimbali, likiwemo Busega, Butiama, Rorya na Songwe. Wilaya nyingi zilianzishwa kati ya mwaka 2007 na 2016. Zilisubiri kwa miaka kadhaa kabla ya kupata majengo ya mahakama. Kufikia Disemba mwaka 2022, jumla ya majengo 23 ya mahakama ya wilaya yalikuwa yamezinduliwa. Mnamo mwaka 1977, kuvunjika kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki kulisababisha Tanzania kubadili katiba yake ya mwaka 1979 ili kuanzisha mahakama ya rufani ya taifa, ambapo hapo awali mashauri yake yalihukumiwa na mahakama ya rufani ya Afrika Mashariki. Jengo la mahakama kuu lililopo Dar es Salaam lilitumiwa kwa muda mfupi kwa shughuli za mahakama ya rufani kabla ya mahakama hiyo kuhamia kwenye jengo lililopo Dar es Salaam Club. Uamuzi wa kuhamia makao makuu ya serikali Dodoma uliathiri mipango ya mahakama ya Tanzania, ambayo awali ilikusudiwa kujenga makao yake jijini Dar es Salaam. Mnamo mwaka 2017, Rais wa Tanzania hayati John Magufuli alitoa agizo la kupatikana kwa kiwanja kwa ajili ya makao makuu ya mahakama jijini Dodoma. Baada ya kutathmini, eneo la NCC lenye hekta 18.9 lilichaguliwa kwa ujenzi wa makao makuu ya mahakama. Mahakama ya Tanzania ilikabiliwa na changamoto za uhaba wa uchakavu wa majengo, hali iliyoathiri utoaji wa haki kwa wananchi. Hadi mwaka 2016, mahakama kuu ilikuwa na majengo katika mikoa 14 pekee kati ya 26, huku mahakama ya wilaya zikiwa na changamoto ya ukosefu wa majengo rasmi. Mnamo mwaka 2016, mahakama ilizindua mpango wa miaka mitano 2016, 2017, 2020, 2021 wa ujenzi wa ukarabati wa miundombinu. Mpango huu ulilenga kujenga makao makuu ya mahakama, mahakama ya rufani, mahakama kuu katika mikoa 12, mahakama za hakimu mkazi 17, mahakama za wilaya 104 na mahakama za mwanzo 100. Hatua hizi zililenga kuhakikisha kuwa huduma za mahakama zinapatikana karibu zaidi na wananchi na kwamba changamoto za miundombinu zinashughulikiwa kwa njia endelevu. Uzinduzi wa jengo jipya la makao makuu ya mahakama ni ushuhuda wa juhudi kubwa za serikali katika kuiwezesha mahakama kutoa huduma bora za utoaji haki. Historia inaonyesha changamoto zilizokuwepo tangu enzi za ukoloni, lakini maendeleo haya yanadhihirisha dhamira ya Tanzania kuhakikisha haki inapatikana kwa kila raia kwa urahisi na kwa ufanisi zaidi. Heko kwa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Heko kwa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Heko kwa Mahakama ya Tanzania. Tunasema Mahakama ya Tanzania, uadilifu, weledi na uwajibikaji.